السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikhwata al-iman, kwa tawfiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mashia yake, tunakutana tena kwenye kikao chetu cha kila siku ya Jumatano kwa unwan al-adab au al-akhlaq. Al-Imam Ibn Aqil akiwa ndiye mwanachuoni wetu na mwalimu wetu anayetufundisha kwenye somo hili, asema leo kwenye kitabu chake hichi, wala yajuzu ja'alu suwari fi thiyabi wala al-mafarish was-suturi. Asema haifai, ni haram mtu kuvaa nguo ambayo ina picha, wala al-mafarishi, vile vile mafarish kwa maana matandiko, wasuturi na mapazia. Vitatu hivi al-Imam Ibn Aqil asema kwamba la yajuzu, haifai mtu kuwa na vitu kama hivi katika nguo zake au nyumba yake au sehemu yoyote ile. Picha. Maudhui hapa Ibn Aqil anazungumza masala yanofungamana na picha, na maudhui hii kwa hakika ni pana sana. Itabidi tumshike Ibn Aqil leo kiasi chake alivyoeleza, kisha wiki inayokuja tuangalie wengine nao wanasemaje kuhusiana na masala yanofungamana na picha. Lakini kwa mujibu wa kitabu cha Ibn Aqil asema la yajuzu ja'alu suwari, haifai mtu kuwa na nguo ambayo ina picha. Picha ni nini Waislamu? Wenye kututafsiria wanasema hiya alwajhu warras, ni uso na kichwa. Fa idha quti'a ar-ra'su, kichwa kitakapokatwa, lam tabqa sura, hakuna sura yoyote au picha yoyote itakayobakia. Wazala anha alhukmu, itakuwa ile hukmu ya kutokufaa mtu kuvaa nguo ambayo ina picha itaondoka. Dalili hadithi ya Abi Huraira asema استأذن جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم
Faqala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Jibril, udkhul. Jibril alitaka ruhusa ya kuingia nyumbani kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akamwambia udkhul, ingia. Faqala, Jibril akasema, kaifa adkhulu wa fi baytika sitrun fiha tasawir, vipi niingie Muhammad kwenye nyumba yako na nyumba yako kuna pazia hizi zina picha. Akasema Jibril, fa imma an tuqta'a ru'usaha, labda zikatwe vichwa. Zile picha yani ziwe hakuna kichwa yani, basi itakuwa ni sawa. Fa inna ma'shara almalaika, kwa sababu sisi kongamano la malaika, la nadkhulu baytan fiha tasawir, hatuingii nyumba ambayo ina picha. Islam sijui tufahamiana. Hadithi hii ni hadithi sahihi. Jibril anasema sisi hatuingii sehemu ambayo, nyumba ambayo kuna picha. Imamu al-Khattabi asema, kwanza tukianza na Ibn Abbas, asema as-suratu ar-ra's, picha ni kichwa. Fa idha quti'a ar-ra'su falaysa bisura, kikikatwa kichwa basi hiyo si picha. Qala al-Khattabi, Imamu huyu Khattabi anasema, fihi dalilun, pana dalili katika hadithi hii ya Jibril aliyosema mimi nitaingiaje na kuna picha, labda vikatwe vichwa. Asema pana dalili ala anna surata idha ghuyirat, kwamba picha ikiwa itabadilishwa bi an yuqta'a ra'saha, ikatwe mathalan kichwa, au ifanywe chochote ambacho hata tataghayyara hay'ataha amma kanat, mpaka ikabadilika muonekano wake na namna ilivyokuwa ile picha, lam yakun biha ba'da dhalika ba'as, basi hapo itakuwa si makosa na picha kama hiyo. Tusiende haraka mpaka hapa, kwanza tusimame. Tumefahamu maana ya picha nini Waislamu? Picha ni sura ya mtu na kichwa. Kwa hiyo picha yoyote ambayo ina sura ya mtu na kichwa chake, basi hiyo hufai wewe kuwa nayo, na hufai kuvaa nguo ambayo ina picha hiyo, wala almafarishi, wala matandiko, wala mapazia. Kisha Ibn Aqil asema, wa huwa ma kana ala surati hayawani, ni ile ambayo ina sura ya mnyama. Hayawan ambayo ina sura ya nini? Ya mnyama. Ma maana hayawan? Anasema mwenye kusharehesha, almuradu bil hayawan, makusudio ya hayawan kullu dhi ruhin natiqan kana au ghairu natiq, ni chochote ambacho kina roho, imma chasema ama hakisemi. Tumefahamu mpaka hapo? Kwa hivyo makusudio ya Ibn Aqil anaposema picha ni haramu, anaeleza uharamu wa picha kwa vitu ambavyo vina roho. Mwanadamu anazungumza, mwanadamu ndivyo sivyo, na ana roho. Ukija kwenye vingine ambavyo vina roho havizungumzi, wanyama na ndege na vinginevyo vote. Kwa hiyo alama ya kujuhalalisha picha na kuharamisha ni masala yanofungamana na uhai. Chochote ambacho kina uhai haufai wewe kuwa na picha kama hizo, ni haram. Na dalili ni hizi. Jibril anasema sisi hatuingii kwenye nyumba ambayo kuna nini? Ambayo kuna picha. Ukija kwenye hadithi nyingine, kwanza kwenye hadithi hii Imamu Nawawi asema baada ya kusharehesha,
hadhihi alahadith sarihatun fi tahrimi taswiri alhayawan. Hadithi hizi ziko wazi kabisa kuonesha uharamu wa mtu kuwa na picha wa kitu ambacho kina roho. Wa annahu ghalidh tahrim, tena uharamu wake ni mkubwa na ni mzito. Wa amma shajaru, ama mti, wa nahwihi, na venye kufanana na mti, mimma la ruha fihi, na vingine ambavyo havina roho, fala tuhramu, basi hivyo si haram. Ikiwa ni kitu mathalan gari, kitabu, simu, kamera, kiti, feni, una picha kwenye nyumba yako, umeweka kubwa hivi sitting room, bonge la house, mwenyewe wasema mimi nikiwa na sinti nitajenga nyumba kama hii, si haram. Kwa nini? Kwa sababu nyumba ni kitu ambacho hakina roho. Ama umeweka picha ya gari ama chochote kingine ambacho hakina roho, ikija kwamba kina roho ni haram. Hadithi nyingine, Aisha sema Mtume sallallahu alayhi wasallam aliagana na Jibril kwamba atakuja kumtembelea. Fajaat tilka saa, ule wakati ukafika wa ile time ambayo Mtume ameagana na Jibril. Walam yatihi, lakini Jibril hakuja. Wa fi yadihi asan, na kwenye mkono wake Mtume ana fimbo. Fa alqaha min yadihi, akaitupa. Waqala, kisha akasema, ma yukhlifu Allahu wa'dahu wala rusuluhu, Mwenyezi Mungu hakhalifu ahadi wala mtume wake. Mtume wake yani Jibril, Mungu ndo amemwambia atakuja fulani. Haiwezekani Mwenyezi Mungu atoe ahadi za urongo wala mtume wake Jibril. Thumma altafata, kisha Mtume akazunguka. Fa idha jiru kalbin tahta saririhi, akamuona mtoto wajibwa, kijibwa kidogo iko chini ya kitanda. Faqala, Mtume akamwambia, ya Aisha, mata dakhala hadha alkalbu ha huna, ameingia lini hu mbwa hapa? Faqultu, Aisha sema, wallahi ma daraitu, mimi sijui. Fa amara bihi, Mtume akamrisha. Fa ukhrija, akatolewa yule jibwa. Fajaa Jibril, Jibril akaja. Alipokuja, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'atani fajalastu laka falam ta'ti, umeniahidi nikakaa kukusubiri lakini hukuja. Faqala, sikiliza majibu ya Jibril, mana'ani alkalbu alladhi fi baytika, aliyenifanya nsije ni ule mbwa aliokuwa katika nyumba yako. Inna, hakika sisi malaika, la nadkhulu baytan, hatuingii nyumba ambayo fihi kalbun wala sura, nyumba yoyote ambayo inajibwa ama picha, malaika mamnu, hawaingii kabisa. Na ni waislamu wangapi hivi sasa, waislamu wangapi hivi sasa ambao nyumba zao haziingiliwi na malaika? Hii ni ishara mbovu kwanza kuonesha kwenye nyumba hiyo, nyumba ambayo haingii malaika, hiyo ni ishara kwamba hiyo nyumba si ya khairi. Maana viumbe bora na viumbe wa khairi hawaingii, bila shaka wanaoingia ambao hawana khairi. Leo imekuwa majibwa kama fakhri, mtu atembee naye amemfunga cheni, ukizunguka naye mta mzimao, ukizunguka naye ni fakhri. Kisha kwambia cheki dogi la kizungu lile, dogi la kizungu hili. Kwa hivyo tufanyeje? Mzungu anajibu, majibu yote nda Mungu, hakuna jibu wa kizungu wala wa Kiafrika wala wa Kisomali wala wa kinini, majibu yote ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Mfakhri watoto vijana wazunguka nayo kisha wakakalishwa nyumbani. Haya yote ni kwa sababu ya kupenda kuiga. Hakuna kitu kibaya katika maisha kama mtu kupenda kuiga. Usipende kuiga mambo mpaka ukapindukia bwana. Kama wale walioiga wenzao wanywa tembo na wao wakanywa. Mtembo wenyewe kumbe yapofusha watu mato, wakawa vipofu kwa sababu ya kupenda kuiga. Eti huiga wazungu, manake wazungu wana rumu zao kando za majibwa, wana na kadi za hospitali, wana na kadi ya benki na ya supermarket. Jibu hufanya shopping pia.
Sasa uketi ati watu wakaiga na wao. Eti jibu ana rumu yake, kitanda chake utandikiwa na perfume. Kuna watu mvadhuka dunia hii. Wamewekewa pale perfume zake na kila kitu. Na wana kwenye benki kuna pesa fulani. Nakumbuka kisa kimoja, sijui ni cha kweli ama ni watu wamekitunga tu kutaka kutekesha watu. Bwana mmoja alisema atakusomewa hitima. Atakusomewa nini? Hitma. Watu wakifika, yule bwana aliyefiliwa akamwambia, bwana tia dua bwana, alikuwa mwanamke jibwa wangu. Ustadha kainuka. Wewe vipi bwana? Yaani umetuita hapa kumbe tumekuja kumtilia jibu dua bwana? Akamwambia kwani kuna? Hapana bwana, akatoa mahadithi na maaya hapo kwamba haifai. Ule bosi jamaa amevaa viatu akamwambia sawa shekhe, basi haina neno. Mimi nilikuwa nimeona nikuite kwa sababu huyu pia kuna pesa zake benki, sijui milioni ngapi. Yule alikuwa atakaye kumtilia dua alikuwa nimkabidhi. Akarudi, umesema alikuwa mke ama mume? Sasa sijui pengine hawa wenye majibu hapa nao pia wawekea pesa majibu kwenye mabenki. Huwezi kuweka zako ndaa wacho nukanda utamwekea jibwa. Watu wasipende kuiga Uislamu. Kuiga kila kitu huiga. Sasa nyumba ambayo inajibwa malaika yoyote yule haingii. Wewe umeona fakhru umemfunga mlangoni pale, mtu akiingia ushtua watu, jamaa shtuka la kwambia anguruma. Wewe ni ndhuka. Wewe huelewi wafanya nini ndo maana. Lakini muelewa wa dini yake hawezi kutukua jibu akaeka kwenye nyumba ikiwa hadithi zinazungumza haya. Wala sura wala nini wala picha haifai. Kwenye majibu hapa Al-Hafidh asema Ibn Hajar, yustathna min dhalika al-hafadha. Wanatolewa kwenye majibu wale majibu ambao ni kwa sababu ya security. Fa innahum la yufariquna shakhsa fi kulli hala. Kwa sababu majibu wale hawamuachi mtu kila pahali wamemfuata. Kila pahali yuko na yule bosi wake. Wale majibu wa kulinda yani. Kwa hivyo na maana inafaa mtu kuwa na jibwa kwa sababu ya security. Hainiambiwe hapa majengo hapa. Nani nyumba yake taka security? Nyumba zote ni hizi za kawaida tu. Hapa inazungumzwa mtu anajulikana ni mtu ana pesa kikweli kweli. Na majambazi pengine wakati wowote wanaweza wakamvamia wakamwibia. Huyo ndo akiweka majibu wale kwa sababu ya security italeweka. Lakini unaweza kumuona mtu hunuka ndaa ushishe jibu achi, ukimwambia haifai kwambia huyu security. Utajepewa nini wewe? Ujepewa hata dhiacho huna pia. Lakini nini kutafuta sababu tu ya kupata kuwa nalo lile jibu ili afanye. Pia hilo la security, nakumbuka fatwa moja ya Fauzan asema kwa sahihi pia haihitajiki. Asema majibu kwa security pia, security yenyewe labda ya mashambani, asema mashambani kule labda kwa sababu ya wanyama wenye kuharibu mimea ama wale mbuzi, kuna watu watawaiba ama kuna wanyama wabaya watawavamia mbuzi wa mtu wale. Kwa hiyo jibu ukiweka kwa security mashambani huko, Fauzani asema ndio sawa. Lakini security hii ya mtaani pia haifai. Kwa nini asema? Kwa sababu sahihi mtu yuandika askari gongo kabisa akasimama pale mlangoni. Jibu huyo kwa kazi gani? Kila kitu na mpangilio. Pahali dini yaona hapa pana umuhimu wa kupatikana kitu fulani, dini inaruhusu. Lakini tizama leo Sheikh, hakuna security, hakuna anayeketi mwituni hapa, watu wote waketi kwenye magorofa hapa kuchende majibu. Anakuambia kila upitapo rangi nyekundu, mwingine mweupe, mwingine mweusi, mwingine sijui mfungwa kamba, na watu wamfuata nyuma vile jibu wa kizungu, na wengine kutoka na balkoni njoo muone jibu wa kizungu. Watu wasome dini yao jamani. Kiambua kesho sema husomewa.
watu waisome dini, mtume wao afundisha nini na Mungu amefundisha nini. Idhan Jibril katika hadithi hii anasema wao hawaingii nyumba ambayo kuna nini? Waislamu, kuna nini? Ambayo kuna picha, ambayo kuna jibwa wala sura wala picha ya aina yoyote. Kuingia kwenye nyumba kuna picha, adha wa amara, mtu aweza kuweka picha ya babake pale ukutani pale kubwa kabisa. Ukiingia sitting room pale ukaiona, kunani baba? Akamwambia mzee buda huu. Basi hapa nilikuwa shaanza kuwa mgonjwa hapa. Wankikaa nikimwangalia maskini wanakumbuka mara nyingine. Umefeli. Hiyo nyumba tayari malaika hawaingii kabisa. Vile vile tizama tulivozungukwa na fitna za masala yanayofungamana na picha kwenye vitu, vifaa vya watoto kuchezea na nguo za watoto zote. Labda ukipata 2-3 ambazo hazina picha, zote zina picha zote. Na mama zetu ndio hao, akiona vile kizuri hichi kitampendeza ina picha bana. Hii mtatusemesha sana bana, hii ina picha tatukua. Haya vitu vya kuchezea inkuwa ati haina neno, mtoto aletewe midoli nyumbani awe hutana na kichana. Wewe sasa mnunulie mfurahishe, lakini elewa ya kwamba nyumba yako hakuingii nini? Hakuingii malaika. Waislamu, haingii malaika wa aina yoyote. Na aliosababisha mpaka tukafika hapa ni Waislamu wenyewe. Sisi Waislamu ndo tunasababisha haya mambo, akawa kila siku husongea shay'an fa shay'an, kidogo tu. Angalia kwa nini tumefika kwenye mabuibui haya yaliyoko sasa. Tumefika kwamba hakuna buibui hata moja ambalo halina ming'aro, kwa sababu kafiri ameketi akasoma. Uislamu umemwambia mwanamke ajistiri, sio? Asioneshe mapambo yake, sio? Sasa mimi nitatukua yale mapambo tayatia kwenye hichi ambacho ameambiwa yeye ajistiri nacho. Muislamu amwambia mwanamke vaa buibui ujistiri, sio? Sasa hichi ambacho Muislamu yukitumia mwanamke kujistiri nacho, mimi ndicho ambacho nitakachokitia mapambo. Katukua jamaa mashanga na manini akaweka kwenye mabuibui. Ukienda mwanamke yote anaenda naye, yale ya complain hana haja nayo, ataka ule mng'aro. Wameketi jamaa, mng'aro shapichwa na wakati. Sasa chuvumbueni tena, mwanamke ameambiwa asitoe shepu yake, sio? Sasa shutele cha mabuibui ana ukanda belt katikati, ili ukivaa ufunge ili shepu yanionekane. 1, 2, mabuibui latakiwa liwe leusi, ndio isioneshe ile kala, si ndio wameambiwa kustiria waliovaa ndani. Sasa tutaleta mabuibui ya kala. Kuna buibui la pinki na leupe na la maroon na la grey. Sasa jamaa chende kazi, umechisha mtandio na buibui. Kwa nini wamefika hapo? Kwa sababu wasiokuwa Waislamu maadui wanawasoma Waislamu, kila wanaloletewa ni hewallah, twende. Mwasemaje? Safi sana, lete. Kaa baada miaka moletewa mpya. Na hii vipi? Hapa ndo mumeua wazimu sasa hii. Chieni fahamu Waislamu, si kila kitu mkiletewa watu uichikia tu. Mfano mwingine ni hama skuli haya. Kwa nini imefika madarasa sasa siku zake za kuhesabu hakuna kabisa? Imebakia Jumamosi moja, imekuwa kama kibula cha msikiti, maana kimoja tu. Madarasa ni siku moja tu kwa wiki nzima, kwa sababu zile siku nyingine watu hawapachikane, husoma, sijui soma kufanyaje, takujenga mbingu basi elewe. Husoma nakwambia kuanzia alfajiri ya Mungu,
husoma kuchende kizungu na kalamu na choki. Sometimes hunena nini wewe bana? Toka na usubuhi. Toka na usubuhi shishe choki hunena tu hunena. Tumechoka sikuandika vingine na kuketi hapa bwana. Akitoka huu ngia huu. Kitahamaki ala dhuhuri tayari. Watu waje kuswali hapa kula. Wewe klasi sahi. Science sahi. Huje husoma nini kisichoeleweka kuanzia na usubuhi la ilaha illallah. Haya klasini. Watu wakitoka na isha. Ama magharibi. Haitoshi hiyo. Matoshi. Tosha kwapi? Haziyasomeka bado eti. Sasa ni Jumamosi pia watu wae. Sasa sijui kuna tuition pia ipatikane. Tumefika hapo madarasa imekuwa haina wakati kabisa kwa sababu sisi wazee na wenye watoto mkiitwa kule kwenye meeting akisimama ule headmaster akaanza kusema kile kizungu chake na kizungu haisi paka atafute and nena Kiswahili chuko Kenya hapa bwana. Ndanini kuichia waso bwana utafuta maneno ande nini. So useme tumewaicha hapa kuna 1 2 3 yamekwisha mambo. Huitwa pale watu wakazungumziwa kulingamana na masomo imekuwa tough sana. Sasa itabidi tuongeze time za klasi na nini watoto wareuke sana. Hakuna hata mmoja anayesema jamani sasa hapo bana uko kumkosea Mungu bana. Sisi Jumamosi na Jumapili watoto waenda madarasa. Hatoki hata mmoja akasema. Watu wakiambiwa tu kweli lakini watoto hawa watakiwa kweli tuko tayari nyosheni. Nyosha. Kwa kuwa dini yake hana habari nayo. Hataki kujua mambo ya dini. Ndio maana watu wakafikia hapa. Kuna meeting moja nilikwenda, niambiwa na aunti yangu niende. Sipendi kwenda kunenda mambo ya shule meeting mbiti kama nini. Kienda pale amesimama yule. Ati zungumza watoto wasibane suruali, watoto wa kike. Sababu ni ukosefu wa adabu. Yeye mwenyewe usimeme kulia vazi bukta. Homo mwalimu vazi bukta kule Mbeya. Yuko wazi kila kitu. Unena manake wasichana lazima tu hawa ndio mama wa kesho wanabana hizi suruali na hiyo si tabia mzuri kwa mtoto wake. Nakwambia nachemka kweli lakini kizungu siisi sasa afana Alex sikijui sasa ndo tabu. Humpacha moja kidogo. Sasa kasema ya Rabbi hatoki nchu hapa kanjibu huu. Akazungumza sijui klasi zitaongezwa sijui time jamaa huitikia tu bana. Mimi napanda pressure huko na huko mwisho huko. Kasema majaliwa atachunyamaze bana. Sasa imefika kulikuwa na msikiti karibu kukaadhiniwa. Allahu akbar. Bas kama hongojea tumkane na hapa mimi kama hawatoinuka tainuka sasa manake hapo sasa ndo nilifurahi. Hapo nilifanyaje Uislamu? Nilifurahi sana. Nitataja hilo kabila na kwa njia ya kutaja ili tuwaige ndugu zetu wa Somalia. Mzee mmoja ameketi pale kando. Adhana ilipokwisha yule akainuka yule mzee. Basi suinuke tu ende zako aliinuka. Sala! Kisha ndo akatoka sasa. Basi yule wengine wakamfuata. Kuna wengine nilitamani vile sina uwezo natamani niwashike niwafunge kamba watu wazima niwachape. Haki Mungu tena. Amesema vile yule madam akasema wazazi msubiri. Kukatoka wengine bana wakawa wamuunga mkono. Jamani sasa hii kuondoka ni madharau. Hawa walimu watufundisha watoto wetu. Wasema wazungumza nini shekhe? Mungu haita kule hayya ala sala, hayya ala alfalah. Wewe huchupa na saa chukete chunsikize mwalimu. Vipi ziko sawa ama? Haki ya Mungu tena. Yule baba kwani alinyamaza? Iko nasema nini? Kwanza na swali hapo kisha narudi hapo. Wazee wakainuka. Mama mwingine wa Kisomali pia akainuka pia. Swala na majalbabu yao. Shauri zenu na michingi zenu za kuudhia apotelea mbali huko. Hawa wangepelekwa gea hizo toka na mwanzo. Kiitwa mitingi pale. Watu yani ukiona message tu waalikwa meeting ya skuli siku fulani.
kila si lazima mpigiane simu. Wewe kama Muislamu, damu yako, dini yako, ukiketi tu pale kwenye meza, sikiza tu, akinena tu moja kwa moja hili la pingana na dini, watu wote hilo hatutaki kabisa, kwa upe na alfajiri. Sasa itawezekana ministry? Hakuna ministry, hakuna ukwayu hapa. Sisi hilo hatutaki, na ikiwa lazima kufanywa hivyo, tuambieni, tutawatoa watoto wote, tutapeleka shule nyingine kule, wangefanya adabu hawa watu, lakini hawamo. Hata hawana habari wenyewe, utajiwa uitikie tu, sawa, ni hivi, ni sawa. Tawapa mifano ndio mjue blunders yetu wenyewe Waislamu. Angalia masala ya harusi imefikia wapi. Hao wenye maholi wafikiri wamefura vitwa na wenye maveli. Kwa sababu gani? Kwa sababu Waislamu wenyewe wameonyesha kwamba wao wamo pia. Lakini ingekuwa mtu ni harusi ya mwanangu, kisha maneno, nataka kweli holi kufanya, ni nafasi, family ni kubwa, holi shinga 50,000 60,000, salala, sifanyi mwenyewe, tafanya sitting room pale, mwiche mpambani, ondoa ile majlisi pale, weka nini pale, mikeka pale, bibi harusi, watu wapewe kahawa na halua, kunkusha. Haikuwa harusi, ndoa haikupita. Ndoa imepita na watu wataishi na mambo yatamalizika. Lakini angalia, kaambua ni 70,000, bali mwingine yuatafuta ambayo ni kubwa zaidi kuliko hiyo. Hii itakuwa basi za yule ndio best, na wachane na yule. Angalia, sikizeni niwaambie. Sasa watu washauriana, yani huu ni 60,000, kwa fulani ni 80, tuongeza 20 tu tupata kitu kizuri. Watu wendao wamefura vitu wenyewe, watu wa maholi. Sasa kila siku upandishiwa. Lakini ingekuwa toka na mwanzo wamezoea kwamba hatutaki hivyo, watu wengepamba na shilingi 1,000 tu. Kwa hivyo ikija kwenye masala haya, usitoe sauti kulaumu mtu, jilaumu wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe jilaumu kwamba ulicheza blanda toka na mwanzo. Na ndivyo ilivyo kwenye hutuba za mbele kule paruanja, sichuko skuli hapa, hakuna unyama nini, nikuambia tu sawa ni hivi. Sahi kwa huchwae junior secondary, sio? CBC ukifika 6 uanza junior secondary. Nataka mtoe hutuba hapa ndio tuanzishe tena muhula wa kwanza kwa vizuri, si yale tushamaliza 1 mpaka 8, sio? Sasa hii junior secondary inaanza hii, si itakuwa ni system mpya, haijawahi, ndo yaanza. Sasa ikianza, nataka kuwatoa watu mashikio kwenye mimbari hapa. Ikianzishwa Januari, ni vile ni usubuhi mwisho saa 10, ishikwe hivyo usubuhi mpaka saa 10, mpaka kiama kisimame. Mtu asitoe sauti, manake tutaanza sisi saa 10, tuanza madrasa mpaka saa 12. Sasa wewe mzazi ukichwa kule ofisini kule kwenye michingi kule, kaambiwa kulingamana na hii syllabus, iko very tough sana. Msikize, tusimwambie kichwa na sauti zao zile, very very tough sana. Tunaonelea unaonelea nini? Nena maliza. Naonelea hii klasi tuipeleke paka 12. Mwambie hatutaki. Mumepawa usubuhi paka saa 10 ni hiyo. Watu wameshika haya, hawakushika, hawakujaliwa. Sisi tusomesha madrasa saa 10. Saa 10 watoto waenda madrasa kwa upe. Lakini utasikia wewe, wataitwa watu kule, hii ni system mpya na walimu wamekaa, wamesema hii klasi sawa, tumepangiwa mpaka saa 10, lakini tunaonelea tuipeleke kidogo pako. Au mnasemaje wazazi? Sawa. Hutamani niingie nche wachu simbo pale kemu nche utungu wa kia Mungu tena. Yani wewe huna fikra ya dini yako hata kidogo. Basi ukielezwa kitu ama ngojeni kwanza tukaangalie itakuwaje, pale watu vurumiza tu. Ukija kwenye mafizi, watu wamemfurakitwa kwenye mafizi. Kwa sababu gani? Ya wazazi wenyewe wamewazoesha. Fizi hiyo husomeshwa nini kikubwa, mapesa tungu nzima, husomeshwa nini? Kipi hasa kile ambacho husomeshwa kila baada mwaka? Jamaa uchia nyundo nyingine, muongezee nchi madarasa.
Muongezee madarasa, mwambie alikuwa 300 sasa tutafanya 500. Utasikia maustadhi na siku hizi umekuwa upenda pesa kweli. Zile 30 toazo kule nini makaratasi yale? Makaratasi. Alesi makaratasi bwana, zile pia synthetic. Na mimi ndio fiqh yangu kuanzia leo. Siku zote na mimi niko skuli pia usome. Si kwamba usema hapa msikitini. Nazungumza ndani ya skuli nikiwa mwalimu wazi wazi. Usije mzazi kuniambia mwanangu hana vitabu na begi la skuli mpaka bega moja limekonda upande. Sisikii lugha hiyo mimi kabisa. Usinitajie story hizo. Mwanangu hana vitabu vya madarasa lakini vya skuli anavyo. Sisikii hiyo lugha mimi. Manake hiyo ni dhulma na ni uonevu wa hali ya juu. Ukiniambia sina, hakikisha begi la skuli pia hakuna. Fungua begi la skuli leupe, basi tutasikizana. Nenda klasini utanunua polepole. Lakini madarasa sina, tena utia utungu Waislamu. Kile ambacho hana ndicho cha rahisi, kile cha ghali anacho. Hataeleweki mambo haya kwa Mungu tena. Madarasa vitabu vyake ukitoa nyingi ni 1000. Fanya 2000. Vitabu vyote vya kuandikia na vya textbook na vya kusomea kila kitu 2000. Vya skuli vitabu mpaka begi kujaa nshinga 10,000. 10,000 na 2000 jamani. Kisha uniambie 2 sina lakini 10 nazo hizi hapa. Kisha mimi kizungumza lugha ya kiujeuri wewe unaambia mimi najibu vibaya. Yaani nikwambia hauna muhimu skuli shapata. Basi tosha. Huo ndio muhimu bana. Tuseme hivyo? Hapana shekhe. Hakuna lugha hiyo. Mimi kwanza sigeuzi gea zile tu. Kabisa. Hakuna mambo ya kubambanya kuzungumza kilugha nzuri watu ambao wenyewe ni waharibifu wa dini. Kabisa tena. Yamekuwa ni hayo sasa. Uniform za madarasa ni ile mpaka imefanya mapu za dunia ndima. Haishoni wengine ni ile. Haishoni. Na kushona kwake material yake ni ile ikizidishana shilingi 500. Huko ana uniform karibu 3 na tai zake. Na kisha kukadhele kamba hapo vona ameshakuingia Firdausi nuzula. Na ziacho mipiga kiwi akisimama pale assembly, Mungu unaona uko peponi. Vie mambo uzuka tu na ujuha mwingi tu. Tumekwenda kote huko na waregesha kwenye picha. Hizi picha kwa nini hawa watoto wetu mikuwa kila nguo ni picha? Kwa sababu wameonekana Waislamu wenyewe walivyo. Wameonekana kazi yao upenda picha hawa. Sasa mtekewa vibonzo hivi, zibonzo hizi, zibonzo zile. Tekewa tu. Angalia zamani uko ukinunua kanzu waivaa mwenyewe wasikie umevaa kanzu yani imekukaa. Si mambo uvazie nguo ukehia. Imekubana kutembea pia huwezi. Sasa nguo gani? Ushaona bwana? Lakini siku hizi angalia kanzu kwenda kununua haikutoshi. Mpaka utafute namba ile yenyewe ile. Kisha uipunguze ufanye size yako. Ulikuwa ukivaa 56, sasa hii huvai 56. Maana ukiiweka hivi kwenye mabega haishuki. Wameonekana pia wanaume wapenda mbano. Sasa msisumbuke kubana, tutawabania kabla hazijaja kuanzia na huku zinapotoka tutazileta zishabanika yani. Wenyewe kwambia fitting ndo ajab ya kukaa. Tuende kwa wapi sasa? Leo baki yangu kununua vitambara pale tukapeleka kwa fundi. Upimwe mabega, maana kuna wengine mabega yao mapana. Usione kanzu. Lakini zile mpya zinazokuja tayari hazikutoshi kwa sababu wameonekana mpia waume wameingia kwenye kupenda mbano. Kwa hivyo lolote ambalo litatufikia sisi Waislamu, peleleza ni kwa sababu ya blanda zetu sisi wenyewe. Hakuna wakulaumiwa kabisa tena. Kwa hivyo hadithi hii ya Jibril anasema haingii kwetu. Sisi hatuingii kwenye nyumba ambayo ina picha wala inajibwa. Nadhani kwenye hii hadithi ningependa tusimamie hapa kwa sababu ya maudhui ilivyopana, na tukipeleka kwa haraka baadhi ya vifungu pengine tunaweza tukavisahau. Kwa hivyo tutoke leo kwamba picha haifai.
haifai kupiga picha na kuvaa nguo ambayo ina picha au matandiko ama mabusati au kitu chochote kile ambacho kina picha maadamu ya kitu ambacho kina uhai, hiyo haifai. Dalili hadithi ya Jibril tulizozitaja, anasema sisi hatuingii kwenye nyumba ambayo kuna picha. Mengine zaidi inshallah yatakuja kwenye wiki inayokuja. Naomba Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.